Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nchi nne zinazopakana na ziwa Tanganyika zimetakiwa kuendelea kuimarisha ushirikiano katika kukabiliana na changamoto za kiusalama, mazingira ya uhalifu wa kuvuka mipaka unaotendeka katika ziwa hilo ambalo ni muhimu kwa uchumi wa nchi zinazopakana nalo. Wito huu umetolewa na Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Ali Senga Gugu, wakati akifungua mkutano wa pili wa kimataifa ushirikiano wa kiusalama wa ziwa Tanganyika wenye lengo la kujadili vitendo vya uharamia na uvuvi haramu ziwa Tanganyika leo Januari 19, 2026 jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Gugu amesema mkutano huo unalenga kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zinazozunguka ziwa Tanganyika katika kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mipaka unaofanyika ndani ya kando ya ziwa hilo, ambapo amesisitiza ubadilishaji wa taarifa za kiintelijensia, utekelezaji wa dola za pamoja na kuimarisha uwezo wa vyombo vya utekelezaji wa sheria. Pia amesisitiza kuendelea kuelimisha wananchi wanaozunguka ziwa Tanganyika kupitia polisi jamii ili kuzuia uhalifu badala ya kusubiri kupambana na uhalifu. Aliongeza kuwa licha ya umuhimu wa ziwa Tanganyika katika kukuza uchumi wa nchi zinazolizunguka, bado ziwa hilo linaendelea kukabiliwa na vitendo vya uhalifu kama vile uvuvi haramu, magendo ya bidhaa, biashara haramu ya usafirishaji wa binadamu, uhalifu wa mazingira na unyang'anyi wa kutumia silaha. Hivyo alitoa wito kwa nchi shiriki kuweka mikakati ya pamoja na mshikamano ili kukabiliana nayo. Kwa upande wake, Kamishna Intelijensia wa Jinai CP Charles Mkumbo akizungumza kwa niaba ya mkuu wa jeshi la polisi alisema mkutano huo wa pili wa kimataifa utahusisha pia wakuu wa majeshi ya polisi kutoka nchi za Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Tanzania na Zambia. Aliongeza kuwa uwepo wa wakuu hao wa polisi unaonesha dhahiri ya pamoja nchi hizo katika kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kuzuia uhalifu unaovuka mipaka, na mkutano huo ni jukwaa muhimu la kubadilisha uzoefu, kujadili mikakati na kutafakari usalama wa ziwa Tanganyika. Hii ni Kasako Update na Adela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.